أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea kitabu chetu cha التجريد الصريح بأحاديث الجامع الصحيح، كتاب الإمام البخاري اختصاري الإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى. tukiwa bado tupo kwenye mlango wa kitabu salat. قال رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. باب الأبواب، mlango huu unaizungumzia milango hii milango ya khashabia, milango hii ambao na mfano wake. Walghalaqi, pia mlango huu unazungumzia jambo la kuifunga lilkaabati, Kaaba musharrafa, kuifunga ile Kaaba kuwa ina mlango pale. Walmasajidi, na vile vile jambo la kuifunga misikiti. Mlango huu Imam al-Bukhari anaonelea kwamba Kaaba inatakikana ifungwe kwa maslahi, na vile vile almasajid, misikiti nayo inafaa pia kufungwa lilmaslahati, kwa maslahi ambayo yatakayoonekana. Wahadha amru shai', na hili jambo limeenea kwenye jamii zetu sana, na tunayaona maslahi yake misikiti kufungwa na kufunguliwa nyakati za ibada. Panasalimika vitu vingi vya msikitini na nidhamu ya msikiti inapatikana, tofauti na kinyume na hivyo. An ibn Umar radhiyallahu anhuma, mpokea hadithi Abdullah ibn Umar, Allah amridhie na baba yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qadima Makkah, Mtume alayhi salatu wasalam qadima, alikuja, alifika, aliwasili Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika Makka, na ujio wake Mtume alayhi salatu wasalam alikuja akiwa amempanda ngamia wake amejitwaye Al-Qaswa. Alikuwa amempanda ngamia wake, ngamia huyo anaitwa Al-Qaswa. Kwa alikuja Makka hali ya kuwa amempanda mnyama, na hii ni mashru'ia tu, ni ruhusa ya kupanda vipando. Fadaa Uthman ibn Talha, Mtume alayhi salatu wasalam akamuita, daa, alimuita Uthman ibn Talha, alimuita huyu bwana, na alimuita baada ya kuwa Mtume kafika Makka pale Al-Kaaba, akamuita huyu bwana Uthman ibn Talha liyajiba lahu miftah albayt, ili ampe ufunguo wa Kaaba. Kwa alimuita akamwambia, nipatie ufunguo wa Kaaba. Yule bwana Uthman ibn Talha akamletea ufunguo sallallahu alaihi wasallam, fafataha albaba, akaufungua mlango wa Kaaba sallallahu alaihi wasallam. Kama ninavyofahamu kwamba Kaaba ina mlango pale mmoja, so ule mlango huwa unafungwa kutokana mule ndani pana baadhi ya vitu. Kwa sasa hivi tunazungumzia, pana baadhi ya vitu ambavyo ni vya kihistoria viko mule ndani, vichache tu, sio vingi, vichache. Na kuna baadhi ya maandishi ambayo yapo yaliandikwa kipindi cha nyuma, basi hakuna kingine, na kuna nguzo mule takriban 2 kama sikosei. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba ufunguo kwa Uthman ibn Talha, akaletewa. Fafataha albab, akafungua mlango. Fadakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaingia mule, wa Bilal, na Bilali pia aliingia, wa Usama ibn Zaid na pia aliingia, wa Uthman ibn Talha, na Uthman pia mwenyewe aliingia.
thumma aghlaqa albaba, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au thumma aghlaqa albab, kisha akafunga mlango, ima kwa kuamrisha ufungwe, ima yeye mwenyewe aliufunga alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo akawa ameingia mle ndani yeye Mtume na watu watatu, jumla wakawa wanne. Falabitha fihi sa'atan, alikaa mule ndani takriban lisaa zima ndani ya Kaaba, alikaa mule ndani yake sa'atan, takriban saa zima. Baada ya hapo thumma kharaju, baada ya hapo thumma kharaju, kisha wakatoka yeye na Bilali na Usama na Uthman ibn Talha, wakatoka. Baada ya kutoka kwa ufunga ule mlango, kaondoka zao. Katika watu ambao waliowashuhudia alikuwa ni Abdullah ibn Umar, aliwaona wamefungua naingia, Mtume aliingia. Baadaye wamekaa saa zima humo ndani, wakatoka wakafunga. Abdullah ibn Umar aliwaona. Qala ibn Umar akasema, fabadartu, nikafanya haraka, nikaenda kwa haraka kwao. Katika kuwaendea haraka nikamdiriki mmoja katika wao, nikampata, ambaye ni Bilali. Fasaltu Bilalan, nikamuuliza Bilali. Kuja riwaya ya kwamba alimkuta Bilali waqifan, amesimama wara albab, amesimama nyuma ya mlango. Alimkuta Bilali amesimama nyuma ya mlango. Riwaya hiyo inasema hivi, kana kwamba alikuwa hajafunga, lakini sahihi ni kwamba alikuwa tayari ashafunga. Alipomkuta Bilali, faqala, akasema Abdullah ibn Umar, swalla fihi, aliswali ndani humo, ni maana yake Mtume. Bilali akamwambia naam, aliswali. Faqultu fi ayyin, sehemu gani aliswali? Yani Mtume alayhi wasallam alipoingia kwenye Kaaba aliswali sehemu gani? Qala, akasema Bilali, baina al-ustuwanataini, aliswali katikati ya al-ustuwanataini, nguzo mbili, katikati ya nguzo mbili. Al-muqaddimain au al-muqaddamain, ambazo zilikuwa mbele pale. Na kipindi hicho asili ilikuwa ni kwamba albaitu, ile Kaaba ilikuwa ina 6 a'mida, ilikuwa ina nguzo 6 ndani. Asili yake kipindi hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani mule kwenye Kaaba palikuwa pana nguzo 6, na hizo nguzo 6 zilikuwepo kabla Kaaba haijabomolewa na kujengwa kwenye zama za Abdullah ibn Zubayr. Kwa ziliendelea kuwepo hizo nguzo 6 mpaka pale kwenye zama za Abdullah ibn Zubayr, baada ya kubomolewa na kujengwa tena, ndipo pale nguzo zilipungua ndani. Na sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoswalia ina ya ndani, palikuwa ndani yake pana ahjar an-nafisa, palikuwa pana mawe yenye thamani sana yako mule ndani. Palikuwa pana mawe ambayo yapo mule ndani ya thamani, madini ambayo yalikuwa na thamani ndani, ilikuwepo hivi. Kwa hiyo Bilali akamwambia aliswali katikati ya nguzo mbili. Basi akawa ameelewa Abdullah bin Umar kwamba atakayeingia Kaaba ndani basi aswali katikati ya nguzo mbili. Abdullah bin Umar akaondoka zake. Sasa qala ibn Umar, Abdullah bin Umar akaja akasema tena, fadhahaba alayya, likanisahaulisha mimi, nikasahau mimi, likaniondoka kwenye akili yangu mimi, an as'alahu, kumuuliza Bilali kam salla, kwamba humo ndani alipoingia aliswali rakaa ngapi. Hilo swali nilisahau kumuuliza
Bilali ibn Rabah. Hadithi hii inaonyesha wazi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisha swali ndani ya Kaaba, na kwenye Kaaba mule ndani ni mithili ya mtu ambaye yuko nje, lakini tofauti wake ni kwamba aliye ndani ya Kaaba anaelekea upande wowote anaotaka yeye ndani ya Kaaba, kielekea upande wa mashariki, kielekea upande wa magharibi, upande wa kaskazini, upande wa kusini, fala haraja fi dhalik, kama alivyokuwa mtu wa nje, kama alivyokuwa mtu aliye nje anaelekea upande wote wa Kaaba, akiwa mbele yake akiwa nyuma yake huko ataielekea, akiwa kuliani kwake ataielekea, akiwa kushotoni mwake ataielekea, na vile vile aliye ndani ya Kaaba. Lakini pili vile vile tunaona katika mlango huu kwamba Kaaba ilikuwa na milango, bila shaka na msikiti pia itakuwa na milango. Lakini vile vile tumeona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba Uthman ibn Talha ufunguo. Kaaba hii musharrafa, ndugu zangu, ilikuwa inahifadhiwa na kulindwa na watu mbalimbali. Makabila mbalimbali makubwa yalikuwa na ichunga na kuhifadhi Kaaba. Kama hivi kuna watu ambao walikuwa wanasimamia jambo la kusafisha, wengine kama hawa ufunguo. Zama zilizopita mbeleni huko palitokea vita mbalimbali katika historia huu Uislamu, kama anavyoona hapa Abdullah ibn Zubair alikuja kaibomoa, akaitoa kwenye huo muonekano uliokuwa zama za Mtume alayhi salatu wasalam, akaiweka kwenye muonekano mwingine tena. Lakini pili vile vile kumetokea vita mbalimbali huko mbele, ilifikia kiwango mpaka yale mawe, jiwe jeusi lile lilikuwa linaibwa, limechukuliwa na makabila, wanalichukua wanakwenda kukaa nalo makwao miaka mingi sana. Haya yote yalitokea katika umma huu wa Kiislamu. Kwa hiyo Kaaba ni kitu ambacho kimepitia historia nyingi na matukio mbalimbali. Kwa hiyo Kaaba hii ilikuwa inalindwa na kuhifadhiwa kama hivi. Mlango wake ulikuwa na ufunguo wake, watu maalum, na hii ni ishara ya kwamba hata masajid, misikiti inahitajika iwe na sura kama hii kulingana na maslahi mbalimbali. Lakini vile vile tumeona ya kwamba ndani ya hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia akaswali, na aliswali katikati ya al-ustuwanatain, katikati ya nguzo mbili. Aliswali rakaa ngapi? Hiyo ilmu haipo, kwa sababu hapakuulizwa kwa Bilali kwamba aliswali Mtume rakaa ngapi ndani. Qala babu alhilaqi waljulusi fi almasjidi. Mlango mwingine, mlango alhilaq, miduara ile, waljulusi, na vikao, fi almasjidi, miskitini. Mlango huu unazungumzia alhilaq, zile halakati ambazo zinapatikana miskitini, watu kusoma kwa pamoja, kufanya murajaa, kufanya mudhakara, wakawa wamekaa aina fulani ya mkusanyiko, hilaq. Na vile vile waljulusi fi almasjidi, na kufaa vile vile kukaa miskitini kwa aghrad shatta, kwa malengo tofauti tofauti. Wa anhu radiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar anasema, saala rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, wa huwa ala al-minbari, na hali ya kuwa Mtume yuko juu ya mimbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa juu ya mimbar, imma ilikuwa ni ya siku ya Ijumaa kama anavyosema washereheshaji, na imma ilikuwa ni mimbari ambayo alikaa akihutubia, akizungumza, lakini haikuwa siku ya Ijumaa. Ma tara, akamuuliza Mtume, ma tara fi salati al-layl, unaionaje na unaizungumziaje salatu al-layl, sala ya usiku, ina utaratibu gani, inaswaliwa vipi? Ni mtu anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma tara fi salati al-layl, unaonaje, unasemaje kuhusiana na salatu al-layli.
Qala, mtume akasema, mathna mathna, swala ya usiku inaswaliwa rakaa mbili mbili, haina idadi maalum. Mtu aiswali rakaa mbili mbili, maana ikiwa ataswali rakaa 11 au akaswali 13 au akazidisha zaidi ya hapo akaenda, lakini rakaa zake zikawa ni mathna mathna, mbili mbili. Hivyo ndivyo ninavyoswalia salatul layl. Fa idha khashiya subha, pindi akihofia kwamba asubuhi itamkuta na hali ya kuwa hajaiswali salatul layl, salla wahidatan, ataswali swala ya usiku rakaa moja. Salla wahidatan, ataiswali swala ya usiku moja. Na hapa nakusudia sasa sio rakaa moja, fasalla wahidatan, ataswali moja, kwa maana ataswali ile mathna moja, si ni mbili mbili, basi ataiswali ile mbili moja. Fa autarat lahu ma salla, kisha ataswali witri kwa kile alichokiswali. Fa autarat lahu ma salla, ataswali witri kwa kile ambacho alichokiswali, kwa maana jumla atakuwa ameswali rakaa 3, 5 wa halumma jara. Kini ni maana yake ameswali rakaa zake 2 kisha kafuatishia na witri moja. Wa innahu, na kwa hakika Abdullah bin Umar kana yaqulu, walikuwa nasema Abdullah bin Umar, ij'alu akhira salatikum witra, ij'alu, jalieni, akhira salatikum, mwisho wa swala zenu, witra, zile swala zenu za usiku zote ndaka tuziswali rakaa 20, rakaa 22, rakaa 20 ngapi, 30, basi ile swala ya mwisho mtakayoimaliza kuiswali iwe ni witr. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bihi, kwani mtume sallallahu alayhi wasallam ameliamrisha hilo. Hadithi hii inaonyesha nafasi ya visimamo vya usiku, inaonyesha nafasi ya visimamo vya usiku. Lakini kabla ya hapo, kwa kuendana na kichwa cha habari, kichwa cha habari cha hadithi hii kinasema mlango unaozungumzia hilaq. Alhilaq, mikusanyiko ya vikao vya msikiti. Tunavipata wapi? Kwamba ndani ya msikiti palikuwa pana hilaq na julus. Tunapata kwenye haya maneno ambayo Abdullah bin Umar anasema, saala rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-minbar wa huwa ala al-minbar, mtu huyo alimuuliza mtume alayhi salatu wasallam akiwa juu ya nini, ya mimbar. Ikasema ya kwamba ima mimbar alikuwa anatoa khutba, na ima mimbar sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa anawasomesha watu, na haikuwa Ijumaa. Na hii ndio itakuwa imeenda sawa sawa kutokana na mlango namna ulivyo. Kwa walikuwa wanawafikishia imma nasaha, imma kukumbusha yanayofungamana na dini yao, na wao wapo, na haikuwa Ijumaa, hilaqul waljulus fi almasajid. Na tulipita nyuma huko hadithi ya wale watu watatu ambao mmoja katika wao au wawili katika mmoja katika wao, au walipokuja wale watu watatu kwenye majlisi nabii sallallahu alaihi wasallam, wakaswali, baada ya kuswali rakaa zao au kabla ya kuswali, mmoja mmoja akaanza, wa kwanza akaona kikao kile cha ilmu, akafika akakaa. Mwingine alipokana kikao cha ilmu, fa'arada fadhahab, akapuuza akaondoka. Mwingine akawa amekaa nyuma, istahaya, aliona haya, akabakia nyuma kule. Yule wa mwanzo akatafuta sehemu ambazo zilikuwa zina upenyo, akajisogeza mpaka akakaa na kuziba ile mianya, kuonyesha ya kwamba palikuwa pana hilaq na vikao vya elimu katika msikiti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alaihi wasallam akawasomea kwamba niwapeni habari ya bishara ya watu watatu, akamtaja katika watu watatu, lakini kwa njia ya tauria, pasi na kuwataja majina kwamba ni wewe na wewe na wewe, mwingine ameshaondoka, kuonyesha kwamba ndani ya msikiti palikuwa na nini,
pana hilaku adhikr, vikao vya watu kusomeshana. Na bila shaka tunazungumza pia jambo la pili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa hawamuulizi maswali, walikuwa hawamuulizi maswali, bali walikuwa napenda ayatia ilaihim gharibun, awaijie wao mtu mgeni, kisha ndio amuulize Mtume alayhi salatu wasalam yanayofungamana na dini. Alikuwa hawamuulizi alayhi salatu wasalam kutokana na aya namna ilivyokuja, ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum, na mfano wa hayo maneno katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu la hadithi hii limeeleza swali la huyu mtu kuulizia swala ya usiku namna gani ilivyo. Swala ya usiku Mtume alayhi salatu wasallam ameisema ni rakaa mbili mbili. Riwaya zipo zinazothibitisha ilikuwa rakaa 11 jumla aliyoswali yeye, na zipo riwaya zinathibitisha aliswali rakaa 13 sallallahu alayhi wasallam. Lakini idadi hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifunga aliyokuwa akiitekeleza laisa, sio idadi ambayo inazuia mtu kuendeleza idadi anazozitaka yeye kwa wakati wa usiku, na hasa akiwa ni mtu peke yake. Anaweza akaswali rakaa zaidi ya hizo 13 akaenda mpaka 17 20 ngapi, kutokamana na taka aliyokuwa nayo ya nguvu. Akaenda hivi rakaa mbili yusallim, rakaa mbili yusallim, rakaa mbili yusallim, toa salamu, kila rakaa mbili atoa salamu, kila rakaa mbili atoa salamu, kwa idadi ambayo atakayoiweza yeye. Lakini ile ambayo thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwa idadi hii, na hakuna ubaya kwa mtu kuendeleza zaidi ya hilo. Jambo la 4 katika hadithi hii ni kuizungumzia salatu al-witr. Salatu al-witr indana fi al-madhhabi ni sunnatun muakkada. Kwenye madhhab Imam Malik, salatu al-witr indana ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa na kutiliwa umuhimu, ni sunna ambayo imetiliwa umuhimu. Bali wamefikia baadhi ya maimamu kama vile Imam Ahmad rahmatullahi alayhi amekataa shahada ya mtu asiyeswali salatul witr, ameukataa ushuhuda wa mtu ambaye la yutir, asiyeswali wa salatul witr. Huyu hafai kuwa shahidi wa kesi ya mtu yoyote, bali ambapo ameufadhilisha usingizi wake na ikampita salatul witr. Salatul witr indana kwetu sisi hapa, Mtume amesema hivi, fa idha khashiya subha, pindi mtu atapohofia salatu subhi isimpite, swalla wahidatan, ataiswali moja, ile mathala ataiswali moja, fa autarat lahu ma salla, kisha ataswali witri kwa kila alichokiswali. Mafhumu hadha alhadithi indana, ufahamu wa hadithi hii kwetu sisi ni kwamba witri yoyote ya rakaa moja inatanguliwa na rakaa mbili nyuma, na ndio vitabu vya Kimalikia vyote vinasema hivyo. Anayetaka kuiswali salatul witr ya rakaa moja ni lazima atangulize nyuma yake rak'atain, rakaa mbili. Ndio maana alimamu Malik katika Muwatta anasema la yambaghi li ahad, haimpasi mtu yoyote an yutira, akaswali witri biwahidatin, kwa rakaa moja, laisa qablaha shay, hapakuwa kabla yake na kitu chochote, la fi hadarin wala fi safar, asifanye hivyo au akiwa mkazi. Haimpasi mtu yoyote kuiswali salatul witri rakaa moja ambayo swala hiyo haijatanguliwa kabla yake na kitu chochote. Asifanye hivyo akiwa mkazi, asifanye hivyo akiwa msafiri. Walakin Imam Malik akamaliza akasema, na lakini yusalli rak'atain, ataswali rakaa mbili, thumma yusallimu, kisha atatoa salamu, thumma yutiru biwahidatin, kisha baada ya hapo ataswali witri kwa rakaa moja. Hivi ndivyo ambavyo Malikia wanavyozungumza kwamba mtu yote ambaye atakapokuwa amebanwa na muda wake, atakapokuwa amefikia haja ya kuiswali salatul witr kwa uchovu wake lonao, au kwa yoyote kavyokuwa, ima akaiswali kwenye wakati wa mwanzo la atama, ima akauswali kwenye wakati wa katikati,
na ima akaiswali kwenye akhiri alfajr, muda wa mwisho alfajiri, basi witri asiiswali rakaa moja bila ya kuitangulizia nyuma yake rakaa mbili. Na mwisho katika hadithi hii, katika maneno haya kuhusiana na salatul witri, kwa mtu ambaye atakuwa na mazoea kuiswali salatul witri, inaruhusiwa kwake siku ikimpita aiswali wakati ambapo jua limechomoza, walakini yashfa, lakini ataswali shufa, sio witri, ataswali shufa kwa maana rakaa mbili. Yani yule ambaye imempita salatul witr wakati wa usiku hakuweza kuswali, na ni ada yake, ni mazoea yake kuiswali, jua lilipochomoza kwa muda ambao ameruzukiwa kuswali, akaswali, basi aiswali swala hiyo shufatun, kwa rakaa mbili, sio moja tena. Moja ni rakaa za usiku, lakini hii inakuwa ni wakati wa mchana, kwa sababu mchana hakuna witri iko usiku. Kwa hiyo huu ndio umuhimu wa salatul witri, na Allah subhanahu wa ta'ala amemuona mtume wake, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, mpaka mwisho aya. Allah subhanahu wa ta'ala amemuona mtume wake ambaye alikuwa anasoma usiku, thuluthi ya usiku, yaqumuna al-layli adna, au chini ya thuluthi ya usiku. Alimuona mtume wake anafanya ibada za usiku huo, kwa maana ya kwamba palikuwa kwa mtume alayhi wasallam ni ada yake. Na nimesema siku moja hapa nikawaambia, as-salaf kanu yu'rafuna bi kalamin mukhtasara, waja wema waliotangulia walikuwa wanajulikanwa kwa maneno mafupi yanayosema kanu ruhbanan fil layli fursanan bin nahari. Kanu ruhbanan bil layli, walikuwa ni wenye kuabudu usiku. Yani usiku kwa salaf ndio uwanja wao wa kumwabudu Mola wao. Sisi ndio wakati wa kupumzika baada ya mchoko wa mchana. Kanu ruhbanan fil layli, walikuwa ni waabuduji sana wa Allah subhanahu wakati wa usiku. Fursanan bin nahari, na ni wapambanaji kwenye jihad na mapambano mbalimbali wakati wa mchana. Hii ndio tofauti yetu sisi na wao. Wakati wa mchana hum wanapambana kuitengeneza dini yao, jihad, imma itakuwa jihadu nafsi wa imma jihadu al-adu kadha. Walikuwa napambana, wasafiri kwenda katika vita mbalimbali, lakini idha hana waqtul layl, ukiingia wakati wao usiku, unaingia uwanja mwingine. Yuqilluna minan nawm, wanapunguza usingizi, lakinnahum, nyakati zilizobakia zote, yaqumuna min al-layli, kwa sababu ndio muda ambao Mola wao huteremka na kuuliza, man yasaluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah huteremka wakati huo na kusema, nani anayeniomba nimpe, na ni nani anayetaka msamaha nimsamehe. Kwa walikuwa wanatumia fursa hiyo wakati wa usiku kupambana na nafsi zao, kumuomba Mola wao, kufanya ibada mbalimbali. Lakini hawa Imamu Junaidi, wakina Imamu Ibrahim al-Adhami, wakina Ibrahim an-Nakhai na wengineo katika maimamu, zimepokelewa riwaya kwa wao kwamba sehemu walizokuwa wakifanyia ibada, ile sajada, ule mswala walikuwa wanafanyia ibada, walikuwa wakati mwingine ukiukuta umetafunwa. Yani umekuta ile sehemu ambayo anasujudia yeye imetafunwa, imechafuka na imechanika kwa kathratu sujud, kwa namna walivyokuwa nakithirisha kufanya ibada wakati wa usiku. Kwa hiyo hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi Abdullah bin Umar, inaonyesha pia umuhimu wa sisi kujitahidi kwa kadri tunavyoweza, tukaweza kuamka wakati wa usiku, tukafanya ibada, tukamuomba Mola wetu atukinge na mitihani mbalimbali, fitna mbalimbali, kila aina ya mabaya yanayotukabili kwenye maisha yetu ya kila siku, kumwomba Allah tufungulie maisha yetu ya kila siku yawe kheri. Nafasi ndio hiyo wakati wa usiku. Wakati mzuri ni wakati wa usiku, kwa sababu Mola wetu subhanahu huwa ameteremka. Kwa tunapoukimbia wakati huu, maana yake tunajikosesha baraka nzuri, tunajikosesha baraka iliyokuwa nono
wakati wa mchana kila mmoja utulivu sio mwingi, huduu inakuwa haipo, ukimya ule unakuwa haupo, tofauti na waibadi wa usiku, wakati wa usiku ambao unakuwa bainaka wa baina Allah, kati yako na Mola wako, la riaan wala sum'a, hakuna kujionyesha hapo wala kutaka kusikika kwa watu, ni wewe na Mola wako. Shida yako muelezee, matatizo yako muelezee, nia yako muelezee, makusudio yako muelezee. Huu ndio wakati ambao walikuwa nao salafu na utumia, kama nilivyosema, kanu ruhbana fil layli fursana bin nahar. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.